Waziri wa Utamaduni, Habari, Sanaa na Michezo Paul Makonda akizungumza kupitia kipande cha video kinachosambaa kwenye mitandao ya kijamii ametoa kauli nzito kuhusu mwenendo wa baadhi ya viongozi na wanasiasa ambao hubadilika tabia na msimamo pindi wanapopata nafasi ya uongozi au fursa kutoka kwa watu waliowaamini. Kiongozi huyo wa serikali alibainisha kuwa wapo wanasiasa wanaojitokeza mbele ya jamii na kujifanya watetezi wa wananchi, lakini hawana uwezo wa dhati wa kutatua au kusimamia changamoto hizo kwa ufanisi. Waziri Paul Makonda alisisitiza kuwa tabia ya kutumia shida za wananchi kama mtaji wa kujijenga kisiasa ni mtazamo usio na tija kwa maendeleo ya nchi yoyote. Akifafanua hoja zake katika video hiyo, mwanasiasa huyo wa chama tawala aliyewataka wananchi kujihusisha na kujiuliza maswali ya kina wanaposikiza hotuba ya viongozi mbalimbali. Kiongozi huyo alihoji iwapo wanasiasa hao wamebadilika tabia zao baada ya kupata madaraka, huku akionya kuhusu watu wanaotumia changamoto za jamii kwa gia ya kujipatia umaarufu bila kuwa na nia ya dhati ya kuwatumikia wananchi hao. Kauli ya Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda imelenga kuweka wazi tofauti uliopo kati ya uongozi wa kweli wenye nia ya kuleta mabadiliko na ule unaolenga kutimiza maslahi binafsi kupitia hisia za wananchi. Katika mwendelezo wa maelezo yake, mwanasiasa huyo mwandamizi aliguzia pia mwelekeo wa kisiasa nchini kuelekea mwaka wa 2030, akibainisha uwezekano wa kujitokeza kwa wanasiasa wengi zaidi katika ulingo wa siasa za ushindani. Kiongozi huyo alieleza kuwa ipo tabia ya baadhi ya watu kupewa nafasi za uongozi pamoja na manufaa mbalimbali na viongozi wao, lakini baadaye huanza kugeuka na kupambana na wale waliowapa fursa hizo. Mtazamo huo wa Waziri Paul Makonda unaonyesha wazi wazi wake juu ya ukosefu wa uaminifu miongoni mwa wanasiasa wanaopata fursa za uongozi kupitia msaada wa wengine. Mwanasiasa huyo ameendelea kukosoa mwenendo huo kwa kueleza kuwa hali hiyo hutokea pale mtu anapopata mafanikio na kuanza kujiona ana uwezo wa kusimama dhidi ya aliyemsaidia kufika pale alipo. Kiongozi huyo alisisitiza umuhimu mkubwa wa viongozi kutambua na kuheshimu dhamani ya nafasi walizopewa pamoja na kuonyesha shukrani kwa wale waliowaamini na kuwapa fursa za kuwatumikia wananchi. Kauli hii ya Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda inazua mjadala juu ya maadili ya kiutendaji na ustahimilifu wa kisiasa miongoni mwa viongozi waliopo madarakani na wale wanaotafuta nafasi. Zaidi ya hayo, mwanasiasa huyo alizungumzia swala la baadhi ya viongozi kutaka kujitenga na serikali mara baada ya kupata madaraka au nafasi za juu za uongozi. Kwa mujibu wa kiongozi huyo, mtu anapokuwa na msimamo wa kuikosoa serikali anapaswa kufanya hivyo akiwa wazi kama mkosoaji wa nje badala ya kutumia mamlaka na fursa alizopewa na serikali huku akiendelea kuipinga serikali hiyo kutoka ndani. Msimamo huu wa Waziri Paul Makonda unasisitiza mshikamano wa kiutendaji ndani ya serikali na uwazi katika ushindani wa kisiasa. Kauli hiyo imezua mjadala mpana kwenye mitandao ya kijamii na miongoni mwa wadau wa siasa nchini. Wengi wameitafsiri kama ujumbe mzito wa kisiasa unaolenga kutoa tahadhari mapema kuelekea mabadiliko ya kisiasa yanayoweza kujitokeza nchini kuelekea uchaguzi wa mwaka wa 2030. Mjadala huu unaonyesha jinsi kauli ya Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo
Paul Makonda zinavyochukuliwa kwa uzito mkubwa na jamii katika kutathmini mwelekeo wa uongozi na mahusiano ya kisiasa nchini Tanzania. Ingawa kauli hizo zimekuwa na uzito mkubwa katika video hiyo, kiongozi huyo hakumtaja mtu au mwanasiasa yeyote moja kwa moja kama mlengwa wa maneno yake. Kutokana na hali hiyo, tafsiri za wananchi, wachambuzi wa masuala ya siasa na watumiaji wa mitandao ya kijamii zimeendelea kutofautiana kulingana na mazingira ya kisiasa na matukio yanayoendelea nchini. Kutowataja walengwa kwa majina kumeacha fursa kwa wadau mbalimbali kuyafanya tathmini zao binafsi kuhusu ujumbe uliokusudiwa na Waziri wa Habari, Michezo, Utamaduni na Sanaa Paul Makonda. Mjadala huu umejitokeza wakati ambapo mijadala kuhusu mustakabali wa siasa za Tanzania na maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2030 ikianza kushika kasi miongoni mwa wananchi. Wadau wa masuala ya kisiasa wanaendelea kutoa maoni mbalimbali kuhusu nafasi ya viongozi waliopo madarakani, viongozi wa upinzani na mwelekeo wa serikali katika kusimamia maendeleo ya nchi. Hotuba hiyo ya Waziri Paul Makonda imeongeza chachu katika mijadala hiyo inayoguza uaminifu, uadilifu na uwajibikaji wa wanasiasa kwa wananchi na kwa viongozi waliowapa fursa. Video yenye ujumbe huo inaendelea kusambazwa kwa kasi katika majukwaa mbalimbali ya kidijitali. Wananchi na wachambuzi wa mambo yanaendelea kufuatilia kwa karibu kuona iwapo kiongozi huyo au mamlaka nyingine zitatoa ufafanuzi wa ziada kuhusu viongozi waliohusishwa na kauli hizo. Mwelekeo huo unadhibitisha jinsi teknolojia ya habari na mitandao ya kijamii inavyochochea uwazi wa mijadala ya kisiasa nchini Tanzania. Tathmini ya jumla ya kauli ya Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda inaonyesha haja ya kuwepo kwa misingi imara ya kiadili miongoni mwa wanasiasa waliopewa nafasi ya dhamana kuwatumikia wananchi. Kiongozi huyo anakumbusha kuwa uongozi ni si chombo cha kujinufaisha au kujenga umaarufu binafsi, bali ni dhamana inayohitaji uaminifu wa hali ya juu kwa wananchi na kwa mfumo uliompa kiongozi fursa. Ujumbe huo unatoa fursa kwa jamii kuwapima viongozi wao si kwa maneno tu pekee, bali kwa matendo au uaminifu wao katika utendaji wa kila siku. Katika mazingira ya sasa ya kisiasa, kauli kama hizi kutoka kwa Waziri wa Habari Paul Makonda zina mchango mkubwa katika kuunda mtazamo wa umma kuhusu nidhamu na uwajibikaji wa ndani ya vyama vya siasa na serikali kwa ujumla.